أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ndugu zangu, shukrani zote na kila sifa njema zinamstahiki Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba na mlezi wa kila kitu, pia mfalme pekee na mwenye kudumu duniani na akhera. Salam na amani zimwendee mbora wa daraja na mtukufu wa umma huu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sahaba zake na wote wanaofanya jitihada za kuhuisha na kusimamia haki, uadilifu na amani mpaka siku ya kiyama. Awali, karibuni kwenye sababu maalum zilizopelekea au zinazopelekea somo la elimu ya dini ya Kiislamu kuwa ya mwisho kwa miaka zaidi ya 10 mfululizo. Kwanza naomba niombe radhi kwa kuchelewa kutoa taarifa hii rasmi baada ya kusanya maoni ya wadau na Waislamu. Tulikuwa kwenye zoezi la sensa. Nipo kwenye zoezi la sensa na niombe tutumie fursa hii kuomba kwamba wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tushiriki zoezi maalum la sensa kwa ajili ya maendeleo yetu tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka 2022. Lakini la pili, naomba pia nitumie fursa hii kabla ya ripoti kuomba kusisitiza na mimi tarehe 14 mwezi wa 9 siku ya Jumatano, Allah akitia kheri, itakuwa ni mtihani wa somo la dini kwa vijana wetu wa Kiislamu wa darasa la 7 nchi nzima. Hivyo tunaomba kushiriki, kusimamia, kuwasaidia waratibu wetu wa IEP, lakini pia kuhakikisha kwamba zoezi hili linafanikiwa. Hilo ni maombi yangu mawili. La kwanza ni kuomba radhi kwa ajili ya sensa na kuomba watu wote tushiriki. Ya pili ni swala la elimu ya dini ya Kiislamu, mtihani wa darasa la 7 tarehe hiyo. Ndugu zangu, kabla ya kueleza siri ama sababu zimezopelekea au zinazopelekea somo letu tukufu la dini ya Kiislamu kuwa na matokeo mabaya Tanzania kwa miaka zaidi ya 10 mfululizo, kwanza tunamuomba Allah atuondolee sisi tuliofanya research hii na ninyi mnaosikiliza ama kufuatilia mjadala huu au sababu hizi, takriban mambo 7. Kwanza, kibri, ria, husda, utaasisi, wivu, uongo na uchonganishi, na pia kubwa atuondolee yote ambayo yanatuondoa katika kutafuta radhi za Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, karibuni kwenye taarifa rasmi kabisa ya sababu za matokeo mabaya DK Tanzania, ambapo matokeo ya kidato cha 4 kwa miaka iliyofanya vizuri. Miaka iliyofanya vizuri maana mwaka 2014, 2015, 2018, 2019 na 2020. Matokeo yake nchi nzima tulikuwa na A 63, B 2415, C 31503, D 73016, F waliofeli 1,145,120. Wanafunzi waliofanya mtihani wa dini kwa miaka hiyo walikuwa ni wanafunzi 2,052,117, waliofaulu ni 1,06,997 na waliofeli ni 1,145,120, sawa na 42% kwa wanafunzi waliofaulu. Na ufaulu wa somo la dini ulikuwa ni wa D, sana ni D na C. Lakini ukiangalia kwa ndugu zetu watu wa Bible Knowledge, waliofanya ni wanafunzi 67,889, waliofaulu ni 56,610 na waliofeli ni 11,120. Kwa wenyewe waliofaulu ni 83%, na kiwango kikubwa cha ufaulu wao ni A, B, hasa na C. Pia kidato cha 6, mtihani wa Islamic Knowledge kuanzia 2019, 2020, 2021 na 2022, hatuna A nchi nzima, hatuna B nchi nzima, tuna C 41, tuna D 416, tuna E 1154, tuna S 646, tuna F 1124. Wakati ndugu zetu wa Divinity au Bible Knowledge wana A 6, wana B 13, wana C 561, wana D 898, wana E 1038,
wana S 432 na waliofeli ni 546. Kwa ukiangalia matokeo ya elimu ya dini ya Kiislamu ni mabaya, na kila siku inavyozidi kwenda yanazidi kuwa mabaya. Ndugu zangu, majibu ya umma hadi tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka 2022 ambapo tulifunga kupokea maoni ya umma kutoka kwa wadau wa elimu ya dini ya Kiislamu, walimu wa elimu ya dini ya Kiislamu, viongozi wakubwa wa taasisi, wanafunzi waliopo mashuleni, watahiniwa waliowahi kuandika mitihani hii, viongozi wakubwa wa umma huu, wazazi, wataalamu wa Kiislamu na waumini, tulikusanya maoni 54,795. Na maoni haya tuliyakusanya kupitia YouTube channel, kupitia magrupu 617 ya WhatsApp, kupitia Facebook, Instagram, Twitter, barua na email, jumbe za SMS za kawaida, kuongea kwa simu. Alhamdulillah, watu wengi wamepiga simu, lakini kuongea na watu ana kwa ana. Tuwashukuru baadhi ya viongozi mbalimbali waliofunga safari zao na kuja kutoa maoni na mapendekezo yao. Ndugu zangu, maoni ya wadau wote haya yalihusu nukta 3: sababu za matokeo mabaya ya somo la dini, wanafunzi na shule za Kiislamu kukimbia kutokufanya mtihani wa dini, na si mmomonyoko mkubwa wa maadili. Ndugu zangu, mgawanyo wa maoni, tulivyopata maoni haya yote 54,795 tuliyagawa katika sababu 15 au kwenye makundi 15 kama yafuatayo. Kwa hizi ndio sababu za elimu ya dini ya Kiislamu kuwa na matokeo mabaya Tanzania. Zipo takriban sababu 15 zilizotokana na maoni 54,795. Sababu ya kwanza ya somo la dini kufeli ni wanafunzi wenyewe ama watahiniwa. Sababu hii imepata maoni 2,192 sawa na 4%. Wanafunzi wenyewe imekuwa ni sababu ya somo la dini kufeli. Kwanza, hawalithamini somo la dini. Kwa wanafunzi limekosa kipaumbele hata cha kuwa na ratiba, kwamba mtahiniwa ana ratiba na somo la dini limo. Lakini ni somo ambalo wanafunzi hawana madaftari, hawana vitabu, hawaandiki notisi. Na lingine, wanalichukulia ni somo rahisi mno kwa sababu wanaamini Hamisi Muislamu. Na kikubwa, hawana msingi wa madarasa ya chini. Mwanafunzi anakuja kujisajili mtihani wa dini ya Kiislamu akiwa kidato cha 4, akiwa kidato cha 2, kuanzia la kwanza mpaka alipofika kidato hiko hana msingi wowote. Hili lilikuwa ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili ambayo imechukua maoni mengi mno ni mtaala wa elimu ya dini ya Kiislamu na vitabu vyake. Hoja hii imepata 21%, na ndio hoja kubwa. Na walotoa maoni ni maoni 11,507. Wote wamelalamikia juu ya elimu, mtaala wa elimu ya dini ya Kiislamu. Hapa ndo kumekuwa na maoni mengi katika sehemu zifuatazo. Kwanza, serikali ilibadili mfumo wa elimu kuja kwenye competence based, kwamba kuondoa ule hali ya mwanafunzi kukariri kwenda kwenye mwanafunzi kuelewa, na pia ikatoa format mpya. Lakini mpaka sasa bado hakuna format mpya ya IDK kama muongozo au utaratibu wa mtaala wetu kubadilika. Alhamdulillah, mwaka 2019 nilitunga kitabu kinaitwa Faulu kwa A, elimu ya dini ya Kiislamu IDK kupitia format mpya. Hatujaona kwenye baadhi, lakini hii ni ya kwanza. Lakini sababu ya pili, mtaala wetu na vitabu vyetu ni mrefu sana ukilinganisha kipindi cha elimu ya dini ya Kiislamu ambapo kina takriban ni kipindi kimoja kwa wiki chenye dakika 80. Sasa ukiangalia mtaala wetu, huu ni mtaala wetu wa form 5 na 6. Huu ni mtaala wetu wa form 4, form 1 na form 4. Huu ni mtaala wetu wa msingi. Huu ni mtaala wetu wa vyuo. Lakini wadau wakafika mbali wakasema, kwa mfano, kitabu cha Bible Knowledge
form 3 na form 4 kina peji 159. Lakini kitabu cha Islamic Knowledge form 3 na form 4 kina peji 1168. Kitabu cha form 1 Bible Knowledge kina peji 68. Kitabu cha form 1 cha Islamic Knowledge kina peji 475. Kitabu cha Bible Knowledge form 2 kina peji 110. Kitabu cha Islamic Knowledge kina peji 364. Vitabu vya A level vya elimu ya Bible Knowledge vina peji 268. Vitabu vya Islamic Knowledge vya form 5 na 6 kwa maana ya fiqh and tauhidi, Islamic history and the study of Quran and hadithi vina peji 1118. Sasa utalinganisha na vipindi tulivyo navyo. Lakini sababu ya tatu, wanasema lugha iliyotumika ni ngumu mno. Vitabu vyetu vya Islamic Knowledge lugha yake very complex, ngumu mno. Kwa level ya vijana wetu ni ngumu mno. Na kubwa nyingine, uwepo wa mambo yasiyo na tija kwa wakati huu. Vitabu vyetu vya elimu ya dini ya Kiislamu sasa upo umuhimu wa kuvipitia tena. Kwa mfano, hatuzungumzii utaasisi, lakini kitabu cha 4 kwenye historia kwa kijana wa Kiislamu aliyekuja wakati huu, anayeona harakati kubwa za baadhi ya taasisi zetu za Kiislamu ikiwemo na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, likija swali likasema eleza au fafanua nafasi ya BAKWATA katika Uislamu Tanzania, yeye akijibu kwamba nafasi ya BAKWATA tumeona inajenga hospitali, tumeona ina support, atafeli. Kwa nini atafeli? Kitabu hiki kinamuandaa mwanafunzi aliohitimu form 4 atakapoulizwa swali hilo, ili apate lazima asome ukurasa wa 579. Naye anatakiwa atoe hoja kwamba nafasi ya BAKWATA ni kunyonya mali za Waislamu. Ndio apate. Nafasi ya BAKWATA ni kuwakandamiza Waislamu, ni kuwazuia Waislamu wasifanye maendeleo, ni kuwadhulumu Waislamu, ni kuwadhuru Waislamu, ni kuwasaidia maadui wa Uislamu. Mambo haya yamepitwa na wakati. Tutazalisha wasomi ambao automatiki hawatoangalia tija sasa na maendeleo makubwa yanayofanywa na taasisi za Kiislamu, kwa sababu tu kuna taasisi ya Kiislamu inataka kutengeneza umma waamini hilo. Kwa hiyo kuna mawazo katika wazo hili, upo umuhimu vitabu hivi vipitiwe tena. Kwa hiyo zile jitihada za ujenzi wa zahanati kila wilaya hazitatambuliwa kwenye kitabu hiki. Hatusemi nini, tunachokisema wadau sasa ifikie hatua wakae chini, vitabu hivi vipitiwe. Hii ni sababu kubwa ya pili. Sababu ya tatu ambayo inapelekea elimu yetu ya dini ya Kiislamu kufeli ni walimu wa IDK wenyewe, baadhi ya walimu wa IDK. Baadhi kivipi? Hapa tumepata 3% sawa na maoni 1649 kwamba hawana mafunzo ya ualimu, wanajitolea. Alhamdulillah, IEP walitoa kitabu hiki hapa, modulu ya mbinu za kufundisha elimu ya dini ya Kiislamu, kizuri mashaallah. Sasa walimu wetu hawana mafunzo ya ualimu, atumieje? Hii ni tatizo. Baadhi yao hii ni tatizo, hawana. Lakini la pili, hawalipwi, wanajitolea. Kwa unamkuta mwalimu anakuja shule leo kufundisha, baada ya kipindi cha leo anaenda shamba Sheikh, atakaa shamba miezi 3 kisha atarudi tena, atakaa shamba miezi 4 kisha atadokoa kwenye kipindi. Kwa nini? Halipwi, anajitolea. Lakini sababu ya tatu, hawajui mabadiliko ya competence based format mpya, kwamba watoto sasa wanatakiwa wafundishwe kwa mfumo gani. Wanatakiwa kuwaende kwenye mfumo wa EduLead karne ya 21, lakini hawatoi mazoezi.
wala mitihani, wala kukagua notes, kwamba ni mwalimu wa dini sasa anatoa testi, anakagua notes. Lakini kingine hakuna lesson plan, scheme of work, shajara za somo na material au zana za ufundishaji na kujifunzia. Lakini kingine hawaratibiwi. Hakuna chombo maalum kinachoratibu yanayofundishwa, hasa kwenye shule zetu za kata, hasa kwenye shule zetu hizi za msingi, sekondari, kwamba kuna chombo kinafuatilia ufundishaji wa hao walimu wanafundisha nini, na asiyefundisha kwa mfumo huu anachukuliwa hatua gani. Hakuna. Na mwisho hawana ofisi wala umoja, wala hakuna mtandao sasa wa walimu wanaojitolea au wanaofundisha elimu ya dini ya Kiislamu, kwamba kuna muda wanakaa na wao wanajipa tathmini, wanafanya tathmini matokeo na hali ya maendeleo ya somo letu la dini. Hii ni sababu ya 3. Sababu ya 4 imechukua 8%, ni shule za Kiislamu. Yenyewe imepata maoni 3836. Shule zetu za Kiislamu baadhi hazina mpango na somo la dini wala Uislamu. Si kipaumbele chake, ni kipaumbele wakati wanatafutwa wanafunzi wa kusoma. Ndo ukweli. Lakini pili, hazilei. Shule zetu nyingi hazilei wanafunzi, zinafuga. Na sababu nyingine, hazina bajeti ya vitabu vya dini wala zana za ufundishaji wa somo la dini. Shule ya Kiislamu inaweza ikaandaa bajeti yake ya vitabu na mambo yake yote, lakini somo la dini, vitabu vya dini, labda kidato cha pili kuna topic ya kuzika, mwalimu afundishe kukata sanda, kwamba zinunuliwe hizi ni zana za ufundishaji kwenye shule yetu kwa somo la dini. Hakuna. Kipaumbele ni akina biology, physics, mathematics, chemistry. Dini shehe, tutaenda kuomba sadaka. Dini tutatafuta msaada wa vitabu vya dini. Hii ni changamoto. Lakini hazijali kabisa walimu wa dini. Kama kuna watu hawathaminiki, walimu wa dini wasiothaminika, basi nambari 1 ni wale ambao wanaofundisha baadhi ya shule zetu za Kiislamu. Unaweza ukaona mwalimu wa biology analipwa takriban 300,000. Mwalimu wa dini analipwa 60,000. Na 60,000 yenyewe kuipata sio kipaumbele. Yeye ni wa mwisho. Yeye bwana ni wa mwisho. Kwa tuna changamoto hiyo. Lakini kingine katika shule za Kiislamu, kwa maoni ya wadau, kwamba hazitoi mchango kwa waratibu wa elimu ya dini ya Kiislamu. Tunao waratibu nchi nzima. Tunao waratibu wa IP nchi nzima. Hakuna mchango wa baadhi ya shule, kwamba shule ya Kiislamu naye ina kipengele kwamba kila baada ya mwaka tutatoa mchango kwa waratibu wetu wa elimu ya dini ya Kiislamu. Lakini kingine, hazina sera ya kusaidia shule za karibu, kwamba hii ni shule ya Kiislamu ipo B, imezungukwa na shule 5 za kawaida, sasa na yenyewe itapeleka. Hakuna. Lakini sababu ya 5 imepata asilimia kubwa na yenyewe, asilimia 11, sawa na maoni 6575, ni maimamu, viongozi wetu na misikiti ya karibu. Misikiti yetu ya karibu na viongozi wetu tumejitenga, maimamu na viongozi wa misikiti ya karibu imejitenga na malezi ya kizazi chetu. Hatuna misikiti ambayo ni msikiti huu unazilea shule za karibu za pale. Hakuna. Kwamba huu msikiti sasa unailea shule hizi, yenyewe una provide vitabu, unatoa ustadhi wake ataenda kufundisha dini, kwa sababu wakati wa asubuhi madrasa hakuna. Kwa hiyo mwalimu wa madrasa wa msikiti huu ataenda kwenye shule ya karibu, utaweka utaratibu mzuri. Hakuna. Na waraka wa serikali umeruhusu. Nakumbuka ustadhi mmoja alivyokuja wakati analeta maoni yake, akasema alienda kwenye msikiti fulani akaomba, Sheikh, naomba tuchangishe vitabu. Imamu akampa nafasi, Sheikh akachangisha. Ustadhi alipochangisha ikapatikana 64,000. Imam zote akazichukua. Sasa ustadhi anasubiria aone kama atapewa. Hakuna.
Mwisho imamu bwana, nenda shekhe 2000 nauli bwana. Yani mimi nimefunga mwezi mzima nikupe hiyo kanunue vitabu mimi nikose kufuturu? Hapana. Kwa imejitenga maimamu na misikiti yetu ya karibu. Lakini sababu ya 6 ni wazazi na jamii. Hapa kuna 5%, sawa na maoni 2740. Wazazi na jamii. Dini kwa wazazi wetu si kipaumbele. Wala haijatokea sasa mzazi akamuuliza mwanae kwamba somo la dini mbona sijaliona kwenye mtihani wako? Vitabu hivi mwanangu, katika vitabu 10 nilivyokununulia vya biology, vya Kiswahili, English, na hivi ni vya dini, na huu mwanangu ni msahafu. Hakuna. Si hakuna kwa wazazi tu wa kawaida, hata wazazi viongozi wa dini, hata wazazi mashehe. Si tunafundisha, si tunasomesha kwamba mwanao anakuja sasa, mimi shekhe namwambia mwanangu unasoma shule A vitabu hivi, lakini hivi mwanangu vitabu vya dini hivi. Hakuna. Na wala hakuna kufuatilia wala kuuliza kwamba mzazi aseme mwanangu mbona umefeli somo la dini. Sababu ya 7 imepata 11%. Wametoa maoni 6027. Ni matajiri na watu wenye uwezo. Baadhi ya matajiri walio wengi, si wote, walio wengi, hakuna ufadhili wa somo la dini. Hakuna ufadhili wa somo la dini, kwa maana ya kuwasapoti walimu, kwa maana ya kusapoti vitabu, kusapoti mafunzo na semina. Hakuna. Kwa sasa matajiri wetu wana umoja na wao wamedhamiria, mimi kwa kadri Allah alivyonijalia nitaishika shule ile na ile shule na ile. Swala la vitabu kwenye shule hili ni mimi. Swala la walimu kwenye shule hiyo ni mimi. Hakuna. Kama ambavyo baadhi ya matajiri wetu wanavyosapoti masuala ya mipira na mingineyo, basi wasapoti hata kidogo katika suala la dini. Hata kwa shule 2 tu wapatikane tajiri huyu, hata waungane huyu na huyu shule hii, huyu na huyu shule hii. Hii ni sababu pia imeopelekea somo la dini kufeli. Matajiri baada ya wale waumini kama sisi na wazazi na matajiri ambao Allah amewaruzuku. Sababu ya 8 ni vyombo vyetu vya habari. Vyombo vyetu vya habari vya Kiislamu navyo vimepata 3%. Kwamba kipaumbele cha somo la dini ni kidogo sana. Hakuna hamasa ya vyombo vyetu vya habari vya Kiislamu kuwa kama agenda maalum, kwamba sasa tuna agenda maalum. Tunashukuru, nimeona kwenye gazeti Imani, mashaallah, Allah walipe, An-Nur na TV Imani, African TV na zinginezo, Mahsin na yeye ilitoa. Lakini kipengele kidogo ikishadidia swala hili, hakuna jambo kubwa kama vyombo vyetu vya habari vikiamua jambo vyombo vya habari ni lazima jambo lifanikiwe. Na tuna mifano mingi sana. Tuna mfano ulitokea nyuma wa Babu wa Loliondo. Vyombo vya habari vilitengeneza mindset of the people. Sisi wote tukaangalia kule. Upo umuhimu wa kuomba vyombo vya habari sasa viweke mindset ya somo la dini, iwe ni agenda maalum, agenda ya kitaifa. Na hapa akasema hakuna vipindi vingi wala hata makala za EDK, kwamba wameratibu vyombo vyetu vya habari kuna makala za EDK. Lakini mwisho hamasa za vyombo vya habari. Hii ni sababu ilichukua takribani 3%. Sababu ya 9 ambayo iliyopita ni walimu wa Islamu mashuleni. Tunao walimu wa Islamu mashuleni ambao wengine ni wakuu wa shule, wengine ni walezi, hawa nao ni chachu. Wengi hawafundishi kabisa na hawataki kujishughulisha na masuala ya dini kwenye shule waliopo. Hawataki kabisa. Hataki shekh. Yeye bwana ni mwalimu wa chemistry, ni chemistry. Yeye ni mwalimu wa history, ni history. Mambo ya dini usimwambie. Lakini lingine zaidi, kuna walimu wanaona wao ndo walezi, kwamba mimi ndio mlezi hapa. Mwalimu yoyote wa dini akija hapa lazima apite kwangu. Yani yeye ndio mfalme sasa pale.
na ni changamoto kubwa na walimu wa IDK. Imefikia hatua kuna maoni zaidi juu ya walimu wa IDK wanaojitolea kulaumu hali wanaofanyiwa na walimu walezi wa Kiislamu. Sasa ndugu zangu, ukiusoma waraka wa serikali hapa, naomba niseme hivi wakuu wa shule na vyuo watatakiwa kushirikiana na madhehebu ya dini yaliyo karibu na shule ili kupata walimu wanaofundisha somo hilo. Pia walimu wa shule wenye sifa na kupenda kufundisha somo hili wahamasishwe kufundisha na kukubaliwa. Tuna walimu wa dini hawashughuliki nazo, na tuna walimu wa dini marufuku katika kuingilia jambo hili. Hii ni sababu ya 9 ilipata 3%. Sababu ya 10 ya kufeli ni jumuiya za wanafunzi wa Kiislamu. Zipo jumuiya za wanafunzi wa Kiislamu huku chini, huku kwenye kata zetu, mikoa yetu, zimekuwa ni changamoto. Hakuna sera maalum ya hizi jumuiya kwamba kila jumuiya hii sasa itaratibu kila mwanafunzi kwa wiki atoe shilingi 100, hii iwe mchango wa mwalimu. Jumuiya zetu sasa zimekuwa zinashughulika na mambo matatu. Zinashughulika na vyeti, zinashughulika na mahfali, zinashughulika na makongamano ya dua ya kuwaombea wanafunzi wafaulu. Kwa nayo imelaumika kwamba ni changamoto huku chini jumuiya yetu za Kiislamu, nayo ni changamoto ya swala hili. Lakini sababu ya 11, baadhi ya sababu ya 11 imeonekana ni jopo letu nalo limezungumzika. Islamic Education Panel inafanya kazi kubwa mno, imetoa vitu vingi mno, lakini huku chini Islamic Panel nao haikulaumika sana. Kwanza support, fedha ya kuendesha hakuna. Fedha ya kuendesha imekuwa ni ngumu mno, budget imekuwa ni ngumu sana, lakini wanapambana sasa ni peke yao. Taasisi nyingi zimeipa mgongo. Na katika changamoto hii mwisho, huku chini kuna changamoto kubwa ya waratibu wetu. Mratibu wetu wa wilaya, wa mkoa, anaamini jukumu lile ni yeye, na kila anayekuja kutaka kusaidia jambo lile, ya kwanza ni fitina kwake, ni magomvi kwake. Sasa hii ni changamoto, imekuwa na umimi kwamba sisi ndio wenyewe. Nalo hili ni changamoto kubwa mno, japo yenyewe imepata tatizo lake ni 2%. Imepata 2% kwamba nayo inapelekea tufikie hapa, maana imefikia hatua inaandikwa na yenyewe barua inaenda kwa mkuu wa shule kwamba sisi ndio tunaojishughulisha na somo la dini, asikanyage yoyote. Sasa hii ni tatizo, na imejifanya sasa kama ni yenyewe na taasisi zingine hazihusiki. Lakini sababu ya 12 ambayo wadau wameelezea sana ni NECTA, baraza letu la mitihani. Na hapa wameeleza kwa pointi takriban kubwa kama 3. Kwanza ni historia ya baraza letu haikuwa njema sana kwa hali iliyotokea mwaka 2012 juu ya matokeo ya Islamic Knowledge, ambayo ilipelekea NECTA iwe baadhi ya watu kupata kuwajibika. Naye ilitoa ripoti ile kwamba kompyuta zililoki. Sasa wadau bado wanauliza kwa matokeo haya, je, haiwezekani kwamba kompyuta zetu bado zinaloki? Wameeleza haya. Lakini nyingine hapa, kutokuwa na uratibu wa elimu ya dini ya Kiislamu shule za msingi. Kwamba shule za msingi sasa ule mtihani wa dini midhali upo na unaendelea, uratibiwe na baraza la mitihani. Hii itasaidia mtoto huyu kuanza kujumuika kwenye IDK na kwenda mpaka kidato cha 6 na kuendelea. Lakini kingine ni NECTA kutowashirikisha sawa Waislamu hasa na taasisi zao katika upatikanaji wa waratibu wa somo hili huko. Haya ni maoni ya wadau juu ya baraza letu, nayo imepata 1% kubwa kidogo, takriban 6%, kwamba sasa baraza letu tunaamini upo muhimu, tutaenda kwa katika hatua ambazo zimezokuja zitakazojadilika. Ya 13, sababu ya 13 ni jumuiya na taasisi zetu za Kiislamu. Jumuiya na taasisi zetu za Kiislamu
Ya kwanza, hazijaweka. Tunazo taasisi nyingi sana. Alhamdulillah, tulivyofuatilia swala la taasisi kupata maoni yake, binafsi tumepata taasisi zaidi ya 114. Taasisi ni nyingi, lakini taasisi ni sababu nayo ya hali yetu kufikia huku. Kwa nini? Kwa sababu hatujaweka kipaumbele somo la dini. Hakuna mipango madhubuti ya somo la dini, la utatuzi wa somo la dini kwenye taasisi zetu, wala kusapoti kwamba kila taasisi ya Kiislamu itachangia kiwango hiki kusapoti swala hili. Hii ni sababu nyingine. Na sababu ya 14, sababu ya 14 ni sera ya serikali. Sera ya serikali imejidhihirisha sasa kwamba inahitajia vijana wetu wasome dini, kwa maana ya kupata viongozi wenye maadili mazuri, viongozi waadilifu, viongozi wastaarabu, viongozi ambao watasimama kwenye haki na uadilifu. Lazima wasome dini. Utaona hapa katikati mitandao ya kijamii yote ilieleza hali ya nzuri ya msimamo yakinifu wa Profesa Musa Asadi, lakini siri kubwa anajua dini. Kwa serikali imejidhihirisha kwamba inataka sasa raia wake, hasa hichi kizazi, wanafunzi wasome dini kwa maana ya dini zao. Lakini jambo hili halitaweza kufanikiwa kama mambo matatu ya kufanyika. Kwanza, kwenye sera leo somo la dini halina combination, kwamba mwanafunzi sasa ninasoma dini, nitachukua combination ile, nitakuwa na tahasusi ile. Lakini imefikia hatua vyuo vyote vinapotoa nafasi za kujiunga vinaeleza wazi kwamba yanachopokelewa ufaulu wa masomo matatu, D3, isipokuwa somo la dini. Manake mwanafunzi anajua hata nikichukua dini haihesabiki. Na la mwisho, wanaofundisha somo hili la dini bado hawajaajaliwa, wana hali ngumu. Tunamshukuru mama yetu, Mama Samia Suluhu Hassan, ikiwa Mungu atatia heri chini ya serikali yake, kaeleza amechukua swala la kuwalipa mishahara walimu wa dini. Huenda likifanikiwa hili litatatua baadhi ya nafasi hii ambayo nayo imekuwa ni sababu, na yenyewe imepata takriban asilimia 3. Na ya mwisho hii imepata asilimia kubwa sana. Sababu ya mwisho ya 15 ni ukosefu wa mjadala wa kitaifa. Kwa kukosekana mjadala wa kitaifa kumepelekea sisi itakuwa ni kulaumu tu na kulalamika, hapata badilika chochote. Mjadala wa kitaifa, hii ndio sababu nyingine ya mwisho inayopelekea elimu ya dini ya Kiislamu kufeli na kufika hapa, kutokuwa na mjadala wa kitaifa, ambapo ukikosekana mjadala huu, maana yake utakosekana ushirikiano. Kutasusa na kumepelekea kususa baadhi ya taasisi kwamba hilo shekhe halituhusu, hilo lina wenyewe, ukiligusa utapambana na wenyewe. Lakini kudharaulika kwa maoni, hii imepata asilimia 11 sawa na maoni 7671. Ndugu zangu, hayo ni mambo 11 yanayopelekea au yameopelekea somo letu la elimu ya dini ya Kiislamu kufika hapa katika level hii mbaya kabisa. Tunaomba na sisi tuombe, tumezitaja zote. Sasa ombi letu, tunamuomba Allah abariki sasa utatuzi wa hali hii ili tuweze kwenda kwenye hatua nyingine. Hizi ni sababu 15 za elimu ya dini ya Kiislamu kufelisha. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuongoze katika watu waliowaongoza. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuinue katika watu waliowainua. Tunarudia tena kumuomba Mwenyezi Mungu atuondolee kibri, ria, husda, unafiki na utaasisi, ili hili iwe sababu ya kupata radhi zake. Nimalizie, hali ya elimu ya dini ya Kiislamu ni mbaya mno.
ni mbaya, ni mbaya, ni mbaya mno. Inahitaji maamuzi ya haraka, inahitaji maamuzi ya haraka. Baada ya kusema maneno haya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.